Bwana Yesu asifiwe. Karibu tena katika kipindi chetu cha usiku wa badiliko, na leo ikiwa tarehe 21 bila kosea ya mwezi wa pili wa mwaka 2026. Bado kuna wimbi la 2025, lakini jitune kwamba sasa upo 2026 na mwaka umeshasogea. Wiki ijayo tunamaliza mwezi wa pili, tunaingia wa tatu. Kwa hiyo ninaamini una keep your records vizuri, unafanya vitu vyako vizuri ili mwaka usiishe bila kufanya chochote. Kwa hiyo ninakukaribisha kwenye kipindi chetu hiki tena cha siku nyingine, ambacho leo ni siku nyingine ambayo Mungu ametupa, na tutaenda kuongea vitu vizuri sana. Leo tutaongea sana kuhusu vita ya madhabahu. Vita ya madhabahu, namna gani madhabahu zinaanzisha vita na kusimama katika vita. Lakini kabla ya hapo, napenda ni kuombe ushare link hii na watu mbalimbali ambao natamani waweze kusikia neno la Mungu, waweze kupata ujumbe huu. Mara nyingi tunapokuwa tunaongea, unaweza kaona ni kama kitu cha kawaida, lakini kwenye ulimwengu wa roho kuna kitu kinachofanyika. So karibu share baraka hii na mwingine waweze kukusanyika kwa ajili ya kumtukuza na kumwimbia Mungu. Lakini napenda nikukaribisha pia siku ya kesho Jumapili kanisani hapa Reality Dodoma. Tutakuwa tunaendelea na somo linasema roho zinazo kufuatilia. Kuna roho ambazo zinawafuatilia watu, na tumekuwa na series za wiki 2, kesho ni wiki ya 3. Tutaangalia sana, kuna special spirits ambazo zinafuatilia watu wa kwenye familia fulani tu. Watu wa kwenye familia fulani tu. Utajiuliza kwa nini familia fulani ndio inakuwa na magonjwa ya aina fulani, familia zingine hamna. Na hizi roho mara nyingi kati ya familia moja na nyingine zinakuwa ni tofauti. Familia hii inawezekana zikawa zimekamatwa na aina fulani ya maroho, wakati kwenye familia nyingine hizo roho hazipo, wamekamatwa kwenye maeneo mengine. Na kuna maroho ya giza, lakini kuna maroho ya nuru. Zote kama hamna roho ya giza, kuna roho ya nuru kwenye familia, na kama hamna roho ya nuru, kuna roho ya giza kwenye familia. Na muda mwingine kuna roho ambazo zinakuwa kwenye familia, lakini kuna roho zinazotembea na individual. Naomba usisahau hiyo. Mfano, kwenye familia ya Yuda kulikuwa kuna roho ya uongozi juu yao, na ilitoka vizazi na vizazi. Lakini chini ya Yuda kwenye watoto husika, watoto walikuwa wanatembea na roho ambayo sio roho ya familia, ilikuwa ni roho ya individual. Tabia alikuwa nayo Daudi, kaka zake hawakuwa nayo. Alikuwa nayo Daudi peke yake, na ikaleta madhara kwa watoto wa Daudi tu, sio watoto wote wa nyumba ya Yese. So mtu anawezekana kaa kuna roho fulani na operate ya familia, lakini bado anaweza ka develop aina fulani, aka attract kwa sababu ya mlango anaofungua aina fulani ya roho ambazo zinaweza zikatembea naye. Kesho nitakuwa naelezea na naendelea tena na somo, alafu Mungu akitupa kibali tunaendelea na maombi. Lakini tarehe 1 itakuwa ni Jumapili ijayo. Tutabase sana kwenye maombi. Baada ya kusoma na kujifunza kuhusu haya maroho, tutaingia sana sasa kwa ajili ya kufunguliwa, na itakuwa ni Jumapili yetu ya fungu la 10, lakini pia itakuwa ni Jumapili yetu ya kuweza kudeal na hizi spirits. Tutakuwa tumejifunza kwa kina sana, lakini sasa tutakuwa tunataka kuona udhihirisho wa nguvu za Mungu katika kuwafungua watu. Kwa hiyo ninakukaribisha sana kesho Jumapili tuweze kuungana na tuweze kuwa pamoja. Na pia nisisahau kukwambia Jumamosi tarehe 28 kama ya leo tutakuwa na kitu kinaitwa prayer marathon, kuja kusemesha ardhi ya Tanzania iweze kutusikia. Kwa hiyo ninakukaribisha sana. Tunakaribisha watu wa mkoa wote mlipo muweze kuja kwa ajili ya ni matembezi ya maombi. Tunatembea, tunaomba, na ni umbali wa kilomita 15
wa kutembea na kuomba, kutembea na kuomba, kutembea na kuomba, kuisemesha ardhi, kusemesha mchanga ili Mungu aweze kudhihirika. Kwa hiyo ninapenda nikukaribishe sana uweze kukaribia na uweze kuwa pamoja na sisi kama unatamani kuona kitu kikifanyika kwenye ardhi ya Tanzania kupitia Dodoma. Mungu atakubariki sana. Leo kwenye nani yetu, kwenye somo la leo title nasema vita ya kimadhabahu. Vita ya kimadhabahu. Sisemi vita ya madhabahu moja, vita ya kimadhabahu. Maana yake ni madhabahu zaidi ya moja. Kwenye ulimwengu wa roho kuna madhabahu tofauti kutokana na ufalme gani upo. Ufalme katika ulimwengu wa roho, swala la ufalme na madhabahu ni mapacha. Ukisikia kuna huyu ni mfalme fulani, mfalme wa wafalme, maana yake kuna wafalme wengine, lakini katika huyo mfalme ana madhabahu na huyo mfalme mwingine ana madhabahu. Madhabahu ni sehemu ambapo ibada hufanyika. Madhabahu ni sehemu ambapo ibada hufanyika. Na hizi madhabahu, kila ufalme umesema ina madhabahu yake, ndipo sehemu wanapofanya contact na watu wa ulimwengu mwingine. Kwa hiyo madhabahu linakuwa ni kama geti la kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Ni lango. Madhabahu yote ni lango ambayo kazi yake ni kupitisha vitu kutoka ulimwengu moja kwenda nyingine. Kwa hiyo ninaposema vita ya madhabahu, madhabahu inajengwaga mwilini, lakini inaruhusu ulimwengu wa roho uweze kupokea. Narudia tena, madhabahu watu wanaijenga mwilini kwa ajili ya kuruhusu vitu vya kiroho viweze kutokea. Sasa kila ufalme una watu wake ambao wako hapa duniani, na vita kubwa ya falme yoyote ni kuanzisha ufalme wake kwenye ulimwengu wa hapa. Nimesema kuna ulimwengu wa roho na ulimwengu wa giza. Ulimwengu wa roho una falme. Lakini hizo falme katika ulimwengu wa roho wanatamani kuzianzisha pia hapa duniani, kwa sababu kuna taratibu za kuishi katika ulimwengu wa roho na kuna taratibu za kuishi katika ulimwengu wa mwili. Ulimwengu wa roho sio tangible, sio kitu kinachoshikika. Ni ulimwengu ambao upo rohoni, lakini huwezi kuona kwa macho ya damu na nyama. Sasa napokuja kwenye swala la damu na nyama, kila mtu anaweza kuona, wanatamani kile kisichoonekana na watu waweze experience hapo. Kwa hiyo vita kubwa duniani inayoendelea ni kutengeneza ufalme wa hawa wafalme wa rohoni hapa duniani. Ndio vita kubwa. Kwenye sala nasema Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Means kuna ufalme haupo hapa, kuna ufalme upo sehemu. Kwa hiyo tunapo submit chini yake, tunautasababisha ule ufalme watu wasiouona waanze kuuona na kuexperience huo ufalme hapa. So katika kuestablish, katika kuanzisha ufalme wowote hapa duniani, wanaotumika ni watu. Ufalme wote unatumia watu. Mtu yule yule leo anaweza kawa ufalme wa giza, mtu yule yule anaweza kawa ufalme wa nuru. Anapokuwa ufalme wa giza, maana yake ameudefeat ufalme wa nuru usiweze kufanya kazi. Anapokuwa ufalme wa nuru, maana yake ameudefeat ufalme wa giza usiweze kufanya kazi hapa duniani. Na ndio maana mwanadamu ndiye sababu kubwa ya hizi falme kushindana hapa duniani. Na kila ufalme una taratibu ya kumpa mwenzake nguvu ili aweze kuharibu ufalme mwingine, ili yeye ajenda zake ziweze kupita. Katika kitu ambacho wafalme wanataka ni kusujudiwa, kuheshimiwa na kusababisha mambo yao yaweze kuendelea na kuongeza ufalme wao. Kusujudiwa, kuheshimiwa na kuexpand, kuongeza ufalme wao hapa duniani.
Ni tofauti akiwa na mtu mmoja anayemheshimu na kumsujudia akiwa na watu 100. Ni kama wewe ukiwa na mtu mmoja pekee anayekuheshimu afu kuna watu 100 wanakuheshimu, kadri watu wanazidi kuongezeka pia kwako wewe kuna kitu kinaongezeka. Kuna furaha inaongezeka, kuna ukubwa unaongezeka. The same hii miungu inatamani kuwa na watu wengi, inatamani dunia nzima iwe na muabudu Mungu mmoja tu, huyu mwenye nguvu. Sasa ili iweze kutokea hivyo, kuna vita inayoendelea kila siku ya kimadhabahu kuhakikisha madhabahu ipi inapata nguvu hapa. Nimezungumza tena, madhabahu ni sehemu ya mawasiliano kati ya mfalme kwenye ulimwengu wa roho na watu wake hapa chini. Hakuna mtu anaweza kufanya ibada pasipo madhabahu. Hakuna mtu anaweza kusikizwa maombi yake pasipo madhabahu. Na kuna madhabahu zinazotengenezeka kwa njia ya mwilini, kuna madhabahu inayotengenezeka kwa njia ya imani. Kuna vitu kiviweka vinakuwa vinaleta udhihirisho kwamba hapa kuna kitu cha kiroho kinafanyika. Unakuta mtu unaenda, unakuta kwa mfano madhabahu za giza ameweka kibuyu, katandika kitu chini. Ukiviona ni kama vitu havina maana, lakini katika ulimwengu wa roho hivyo vitu vina maana sana. Hivyo vitu vinatoa access ya kujua kwamba hapa kuna Mungu, hapa kuna vitu vinafanyika. Watu wanaoshiriki sana ibada za waganga wanaweza kanielewa. Sehemu ukienda kuambiwa tunaenda kutoa sadaka au tunaenda kufanya ibada, utaona ni maeneo yale, lakini wakifika kuna namna yule kiongozi anayatengeneza. Utakuta kuna vitu anaviweka ambavyo hivyo vitu vinasababisha hilo eneo lisiwe tu eneo la kawaida, vinasababisha hilo eneo libadilike kuwa eneo la kiibada. Na wakishafanya hivyo mara nyingi, hawatamani mtu apite au mtu apachezee, kwa sababu wanaamini kuna nguvu isiyokuwa ya kawaida inafanyika hapo. Imagine kuna mfalme, ndio maana watu wanaheshimu sana madhabahu. Alafu nashangaa kwa nini wewe kanisani kwenu unamheshimu madhabahu. Imagine kuna Mungu analeta miujiza, anakuja kukaa hapo, alafu wewe unaruhusu watoto wacheze, unaruhusu vitu vya ajabu ajabu vifanyike pale, unaruhusu aibu zitokee. Wakati kwenye ulimwengu wa roho umesema hii sehemu ndipo Mungu wetu, huyo Mungu wa miungu mwenye malaika mwenye nguvu anatakiwa kuja kukaa kwa wakati huo hapo awasikie. So kama unatengeneza madhabahu ya aina hii, kuwa makini iwe na heshima. Madhabahu sio kitu kinachotakiwa watu kukichezea. Ukitenga chumba chako kasema hiki ni chumba changu cha madhabahu, hakikisha unakiheshimu. Usitengeneze madhabahu alafu hauiheshimu ile madhabahu, inakuwa ina maana. Lakini kuna watu ambao hawana access ya kutengeneza vitu ambavyo vinaashiria madhabahu. Kuna watu wanatengeneza madhabahu ndani yao. Mtu akiwepo popote anaweza akaswitch akaanza kumwabudu Mungu. Yesu anamwambia yule mama Msamaria, kuna muda utafika waniabudio halisi wataniabudu katika roho na kweli. Means hawataniabudu katika mlima. Sio jengo, sio kitu kilichotengenezwa na mwanadamu kwamba kinaweza kusababisha Mungu akae. Sio kana naelewa. Ni kitu kizuri, lakini wakati unatengeneza pia hakikisha moyo wako, roho yako imekuwa connected na huyo Mungu. Unaweza kutengeneza madhabahu nzuri alafu Mungu hayupo hapo. Kwa sababu Mungu akai katika vitu, Mungu anakaa katika mahusiano na mtu. Kile kitu ni ishara tu. Na ndio maana kuna muda wana wa Israeli walipigwa na Wafilisti kipindi cha kina Finehasi na Hofni, wakategemea likija sanduku la agano kwamba watashinda vita. Na sanduku likaja, lakini kwa sababu Hofni na Finehasi makuhani hawana mahusiano na Mungu, sanduku lilikuwepo, lakini sanduku halikuweza kuwasaidia chochote. So unaweza ukaitengeneza madhabahu, lakini kama hauna mahusiano wewe mtu, kwa sababu Mungu anachokitafuta sio vitu. Mungu anachokitafuta ni mahusiano. Anapokuambia tengeneza madhabahu ya aina fulani, anachokitaka ni eneo umelitenga kwa ajili ya wewe na yeye. Lakini hata kama utaliweka hilo eneo alafu una mahusiano na Mungu, Mungu hawezi kukaa hapo. Kwa sababu Mungu hakai kwenye vitu, Mungu anakaa kwenye mahusiano na mtu. Ila anatumia njia za kupita, njia za kufanya ili aweze kushuka, kwa sababu ni roho, na roho inaweza ikashuka popote. Roho haipo limited na kitu kingine.
So madhabahu yoyote ni mlango tu unaotumika. Kwa hiyo anaweza kautumia huo mlango, asiutumie huo mlango, ana maamuzi. Ni mlango tu unaotumika kwa ajili ya ulimwengu fulani wa roho kukutana na ulimwengu wa mwili. Na ndio maana wanadamu tunapelekaga maombi kwenye madhabahu. Tunaendaga kuombaga kwenye madhabahu, tukiamini hapo Mungu yupo, tukiamini hapo maombi yetu yanafika. Na mara nyingi tunasemaga madhabahu fulani imenijibu, madhabahu fulani muomba Mungu kwenye madhabahu fulani, hiyo madhabahu imeweza kunipa majibu yangu. Nini? Madhabahu imeweza kupitisha kile kitu cha kimungu ili wewe uweze kupata majibu yako. Sasa usisababishe madhabahu kuwa ni Mungu. Utakuwa unaibua vita kubwa sana na huyo Mungu. Hata siku moja usiabudu kitu ukasema ndio Mungu. Kama kuna miambari, usiabudu miambari. Kama sijui kuna zile candles, mishumaa, usiabudu mishumaa, sababu yule sio Mungu. Ni maelekezo tu ya kutengeneza uwepo wa Mungu, lakini sio Mungu. Usiabudu speaker, usiabudu chupa ya maji, usiabudu mafuta, usiabudu sabuni, kwa sababu unamsababisha Mungu awe katika sabuni. Yaani Mungu awe sabuni au Mungu awe mafuta. Sio kweli. Inatumika tu kama njia. Kuna kipindi Mfalme Hezekia alipasua na kuivunja madhabahu aliyoitengenezaga Musa ya shaba. Ni madhabahu kweli ilikuwa inaleta majibu na waokoa watu wasing'atwe na wale nyoka wasife wanapoiangalia. Lakini kuna muda watu walifika wakaanza kuiabudu nyoka ya shaba. Hawamuoni Mungu, wanamuona nyoka wa shaba. Inapofika kipindi kitu chochote kinachukua nafasi ya Mungu, ujue Mungu hayupo hapo. Alafu kama Mungu hayupo, unaweza kuwa unapata majibu, lakini majibu yako hayatokani na Mungu. Majibu yako yanatokana na wafalme wengine, sababu hata wafalme wengine wa giza wana majibu yako. Narudia tena, hata waganga wana majibu yako. Kinachotafutwa sio majibu, kinachotafutwa nani anayesubmit kwako, anayesujudu kwako. Hawa jamaa wasingekuwa na majibu, wangekuwa napigwa kila siku huko, wangekuwa shasambaratika vibaya. Wana majibu kwa sababu ni wafalme katika ulimwengu wa roho. Kwa mtu asikudanganye. Ndio maana hawa jamaa wana uwezo kumsababisha mtu awe tajiri na akawa tajiri. Hawaongopi. Wanajua mtu akiwasujudia nini anatakiwa kupata. Na ndio maana hata shetani alimwambia Yesu, sujudu kwangu uone, nitakupa vitu ambavyo sasa hivi baba yako unayemsujudia hajakupa. Kwa sababu shetani alikuwa anajua Yesu hana magari, Yesu hana nyumba, Yesu hana watu, ila yeye anao. So hakikisha hausujudi kitu, kwa sababu kitu chochote Mungu hayupo. Hezekia akaivunja ile madhabahu, akaisambaratisha, ni kwa sababu aliwaona watu wanapotea. Badala ya kumtafuta Mungu wa kweli, wakaanza kumtafuta nyoka wa shaba. Hakikisha hakuna kitu kinachomuondoa Mungu kwenye moyo wako. Narudia tena, vitu vyote unaweza kutumia ni vizuri. Hakikisha, narudia tena, hakikisha hakikuondoi kwenye mapenzi ya Mungu. Chochote kikianza kukuondoa kwenye mapenzi ya Mungu, Mungu hayupo hapo. Yaani unaweza hii Biblia ukiwa watu wakija kuishika hivi wenye ukoma wanapona. Mungu ameamua kuitumia. Itumie tu kama chombo. Usiwaaminishe watu huyu ni Mungu. The moment ukiwaaminisha watu huyu ni Mungu, Mungu anaondoka. Nguvu nyingine itakuja, itakuwa inafanya vile vile, lakini sio Mungu. Kwa sababu Mungu ni Mungu mwenye wivu. Waaminishe watu ni Mungu anayefanya kupitia kitabu hiki. Mungu anayefanya kupitia handkerchief. Mungu anayefanya kupitia kiatu. Mungu anayefanya kupitia chochote. Ni Mungu anayefanya. Lakini sio hicho kitu. Unapoanza kukiona iko kitu, unamsababishia huyo iko kitu kiwe Mungu, na Mungu anaondoka. Kuna kipindi fulani wana wa Israeli, Musa alipotea, walichokuwa wanakifanya wakatengeneza ndama wa dhahabu, wakamfanya ndio Mungu wao.
The moment wamemfanya kuwa Mungu wao, nguvu zingine zikapata nafasi. Musa akaja kaivunjavunja, kaiondoa kabisa. Ilikuwa ni vita ya kimadhabahu, kwa sababu hawa watu walikuwa na uelewa na ufahamu wa namna miungu ya Kimisri ilivyokuwa inatengenezwa. Ilikuwa inatengenezwa mfano, ule mfano ni Mungu anashuka na kaa katika ule mfano. Wanapoiabudu ile Mungu, kuna Mungu aina hiyo wanamwabudu. So be careful. Chochote unachoamisha imani yako na kuanza kukifanyia kazi, Mungu inawezekana asiwepo kabisa kwenye hilo eneo. Kuwa makini sana. Kuwa makini sana. Usije kumkosea Mungu. Madhabahu yoyote inatafutaga watu waweze kuisujudia hiyo madhabahu. Swali kujiuliza, wewe madhabahu ipi unayoisujudia? Sasa kwenye vita ya madhabahu ni lazima madhabahu moja ianguke, alafu ndipo madhabahu nyingine iweze kusimama. Hakunaga namna madhabahu mbili zikakaa kwa mtu mmoja. Never. Narudia tena. Vita yote ya kimadhabahu ni lazima madhabahu moja ianguke na madhabahu nyingine ifanye kazi. Unaweza ukaona kama zote zipo, lakini nataka nikwambie kuna moja haina nguvu na kuna moja ina nguvu. Kwa mfano, kuna watu wanasemaga wao wanaendaga makanisani and yet bado wanaabudu, wanazindika, bado wanafanya nini? What can I call? Wanafanya matambiko. Ni wazee wa kanisa, ni waimba kwaya, wamesema wameokoka, lakini wakirudi majumbani kwao wanafanya ibada za matambiko kama kawaida. Huku kuna madhabahu ya Yesu, huku kuna madhabahu ya miungu yao, na zote wanaenda nazo. Nataka nikwambie watu wa namna hii, angalia, hawawezi kutembea on the same level. Haiwezekani. Haiwezekani wakatembea wakaona manifestation za nguvu za Mungu huyu Yesu, alafu the same time wakaona huko. Kuna moja itakuwa dhaifu, kuna moja itakuwa ina nguvu kwenye maisha yao. Kuna moja watakuwa wanaidharau, lakini kuna moja hawatakuwa wanaidharau. Na ukitaka kujua madhabahu yoyote kuna ibada inafanyika. Na katika ibada inayofanyika kuna sadaka zinazotolewa. Sio msaada, sio fedha, sadaka. Sadaka kinaweza kuwa kitu chochote. Wenzetu walitenganisha, kulikuwa kuna offering na sacrifice. Zinatolewa kwenye madhabahu. Ukitaka kujua hili, kuna madhabahu moja wa watu wanatoa kwa kujilazimisha, lakini kuna madhabahu nyingine wanatoa kwa moyo wao. Hawa ambao wanatumika katika madhabahu mbili. Madhabahu ambayo ni wiki, msukumo wa kutoa haupo, alafu wanatoaga sadaka ndogo sana. Lakini kwenye madhabahu ambayo wanaitumikia, kiwango wanachokitoa ni kikubwa kuliko wanachokitoa huko kwa Yesu. Wakisikia nyumbani kuna aina fulani ya sadaka inatakiwa, hawajiulizi mara mbili wala hawaoji. Wanachokifanya, wataitafuta hiyo fedha ili ije kuwa sadaka, ama kumtafuta mnyama ili aje kuwa sadaka kwa gharama yoyote. Hawa watu wako tayari hata kutoa watu kwa ajili ya sadaka. Anapoambiwa inabidi umtoe mtoto wako wa kwanza uliyemzaa, hajiulizi mara mbili. Anamleta kumtoa mtoto wake wa kwanza awe kama sadaka. Ni kwa sababu gani? Wanaamini hiyo madhabahu ina majibu yao na wameamua kuwa submitted kwenye hiyo madhabahu. Hata wewe kutaka kujua madhabahu gani inafanya kazi ndani yako, nataka it's very easy. Wapi unapopeleka sadaka nyingi? Sio fedha, sadaka. Wapi moyo wako umejiungamanisha na hiyo madhabahu? Hapo ndipo madhabahu unayoisujudia. Na wewe kwambie, kuna madhabahu ambazo adui anakutengenezea uweze kuziabudu. Unajua kwamba kuna madhabahu ambazo ni magonjwa kwenye maisha yako. Ukitaka kujua hiyo ugonjwa ni madhabahu, angalia sadaka unayompa Mungu, angalia sadaka unayotoa kwenye afya. Ndio utajua hiyo ni madhabahu. Adui akikuona kupata, ana kawaida kukutengenezea aina ya madhabahu inayochukua hela ambazo ulitakiwa ukamtolee Mungu wako, huo unamtolea yeye. Madeni ni aina ya madhabahu. Ugonjwa ni aina ya madhabahu. Tabia ni aina ya madhabahu. Addiction ni aina ya madhabahu. I'm telling you. Na ndio maana ukipata fedha, nini kinachokuja cha kwanza? Utashangaa unaweka budget ya afya kwanza na sio Mungu. That is an altar. Madhabahu yote, narudia tena, yoyote
lazima sadaka iwepo, na lazima hiyo madhabahu kwa kuna ibada inafanyika. Hakunaga ibada inafanyika bila sadaka. Sasa kujua madhabahu gani kwako ina nguvu kuliko madhabahu nyingine, angalia namna ambavyo una priority. Kadiri ambavyo unapata, unabarikiwa, kipaumbele chako kiko wapi? Pale unapopeleka ndipo moyo wako unapoenda, ndipo ndani yako Mungu unayemsujudia anaposujudiwa. Unaweza ukamkataa shetani hapa, lakini unamkubali shetani kwenye madhabahu bila wewe mwenyewe kujua. I'll tell you, nitakuonyesha kimaandiko. Na ndio maana watu wanaomjua Mungu, wanaotembea na Mungu wa kweli tunayemwabudu, popote ambapo Mungu anambariki, kitu cha kwanza kabla hajachukua chochote, anatenga sehemu ya alichobarikiwa kwa Mungu wake, alafu ndipo matumizi mengine yanafuata. Maana yake nini? Anasubmit kwenye hiyo madhabahu, kwa maana ya kutoa offering yake na kukiwekea kipaumbele hiyo madhabahu, kwa sababu anajua kabisa hapa ndipo Mungu wangu anashuka, hapa ndipo Mungu wangu ananisikia, hapa ndipo Mungu wangu ananijibu. Anaisujudia hiyo madhabahu. Kutoa ni sehemu ya kusujudu. Kutoa ni sehemu ya kujinyenyekeza kwenye hiyo madhabahu. Somo hili ninalozungumzia ni sio somo jepesi. Kuna vita. Nataka nikwambie, ninachokiongea kitaanza kushindana. Kuna watu wataanza kushindana mimi, pasa unachokiongea muongo wenyewe, ni watu mnataka sadaka. Nataka nikwambie, unaweza kaniambia mimi hivi, lakini shetani amekufungulia sehemu nyingine. Ukienda kanisani unatoa buku, lakini ukikaa baa unatumia 30,000 na 10. Ukienda kanisani unatoa 5,000, lakini lunch yako ni zaidi ya 50,000 na sio siku moja, kila siku. Lakini huwezi kumtolea Mungu 10,000. Huwezi kumtolea Mungu 100,000 kwa mwezi. Huwezi. Nataka nikwambie, umejijengea madhabahu yako bila kujua. Ni madhabahu unayosujudia. Popote unapotoa moyo wako ndipo ulipo, ndipo furaha yako lipo, ndipo Mungu wako alipo. Wengine Mungu ni tumbo, madhabahu yao ni tumbo. Wengine madhabahu ni uzinzi. Akipata milioni 1 anachokiwaza akamnunue msichana gani, akatembea na aina gani ya msichana, amshawishi achukue 800,000, yabaki na 200,000 na hana shida. Lakini mtu huyo huyo mwambie chukua hiyo hela, nenda kwenye madhabahu ya Mungu kamtolea, hawezi. Hawezi. Ni kwa sababu gani hawezi? Ni kwa sababu tayari yeye mwenyewe hayupo katika hiyo madhabahu. Mtu wa namna hii, vita lazima ifanyike aweze kushomolewa. Nampenda Abrahamu. Popote alipokuwa anaenda Abrahamu anaingia, kabla hajafanya chochote alikuwa anatengeneza kwanza madhabahu. Biblia inasema alipoingia Kanani akatengeneza madhabahu. Alipoenda Betheli, Shekemu, wapi, kila sehemu alipoenda, hajafanya chochote, hajaanza kufanya biashara kwenye huo mji. Alichokuwa nacho, na ninazungumza tena, alipoenda kuitolea madhabahu, alipoenda madhabahu kujenga madhabahu yoyote lazima ina sadaka, ina maneno unayosikia. Anaanza kuisemesha ile madhabahu. Ile madhabahu maana ameutengeneza uwepo wa Mungu, na katika uwepo wa Mungu kitu kimoja hapo ni sadaka inatolewa. Katika kiti chake kaona mwana kondoo anachinjwa, sadaka. So Abraham alikuwa kila anapoenda sehemu yoyote, kitu cha kwanza hatoi kile alichokipata, anatoa kile alichokuwa nacho kwanza. Wakati Mungu amemaliza gharika, Mungu anamwambia Nuhu atoke. Nuhu alipotoka tu, kitu cha kwanza atengeneza madhabahu. Ni kwa sababu gani anatengeneza madhabahu? Kwa sababu hajui mahali hapo kuna aina gani ya miungu. Akachukua wanyama walio safi akawateketeza. Swala la kujiuliza, kama kuku ndo alikuwa wanyama safi, au kama swala ndo alikuwa wanyama safi, au mbuzi alikuwa wanyama safi, na kila mbuzi alimuingiza wawili wawili, alipata wapi wengine wa kuwatoa? Yani wengine watakao zaliana, angepata wapi wengine watakao zaliana? Amewatoa wale ambao waliwaingiza ndani. Mungu anajua njia zake. Popote ambapo unaanza kuona unapeleka sana moyo wako na unapeleka sana fedha zako, au no fedha, sadaka, sababu fedha inabadilishwa kuwa sadaka, ujue hapo ndipo madhabahu yako ilipo. Wengine ni kusaidia ndugu, ni vizuri, lakini ukiangalia kiwango chako cha kusaidia na kiwango chako unachompa Mungu, wapi? Wengine ana dakika 5 za kuomba, lakini ana masaa 3 ya kuangalia kubrowse kwenye social media. Wapi ambapo muda mwingi unaenda? Hiyo ndo madhabahu yako. Popote ambapo unachukua muda mrefu sana, ujue madhabahu imejengeka hapo.
Mungu hataki muda wako wote, sababu anajua una vitu vingi. Mwekee Mungu muda. Mwekee Mungu muda. Umetoka asubuhi kazini, umespend masaa 8. Umetoka umeenda kwa marafiki au baa, masaa 4, masaa 12. Umetoka umerudi nyumbani, umekula saa 2, umelala masaa 8. Hakuna sehemu Mungu umemwekea. So kazi ni madhabahu, wapi ni madhabahu, Mungu hana nafasi. Make sure unamtengenezea Mungu nafasi. Biblia yangu inaniambia hivi, wana wa Israeli walipoasi, Mungu akatupa katika mikono ya Midian muda wa miaka 7. Muda wa miaka 7 wa jamaa walipokuwa kule, kitu cha kwanza wa Midian walichokifanya, wakawasababisha watengeneze Ashera, wa muabudu mungu wa bahari. Mungu mwingine kabisa wakasababisha aanze kuabudiwa. Hawa jamaa walipowakamata watoto wa Mungu, katika vitu walivyovifanya kwa watoto wa Mungu, walihakikisha wanabadilisha mtazamo wao wa kumwabudu Mungu. Muda wao mwingi wasitumie kuomba, kumwomba Mungu wa kwao. Muda wao mwingi watumike kwenye shughuli zao za Midian, na wanapotaka kupata muda wa kupumzika, wakitaka kusali, wakasali kwa Mungu wao. Maana yake walizuia majibu yao, walizuia aina yoyote ya baraka zao kutoka kwa Mungu aliyekuwa wanamjua kuanzia awali. Adui kitu anachokifanya, akikukamata, anakuondolea hamu ya kumwabudu Mungu ule kwa unamwabudu. Narudia tena. Ukitaka kujua mwenzako amekamatwa au wewe umekamatwa, hamu ya kumtafuta Mungu inapungua. Hamu ya kwenda kanisani inapungua, na unakuwa una sababu. Simuelewagi mtumishi, simuelewagi mchungaji. Lile kanisa lina michango sana. Lile kanisa lina majungu. Ukianza kuona hivi vitu, una sababu ya kutoka kwenye uwepo wa Mungu, uje kuna shida. Ngoja nikwambie, unapokuja kanisani usitegemee mimi mchungaji nikutengenezea uwepo. Wewe ndio unatakiwa uwe connected. Ndugu yangu, ukiwa unataka kusubiri uwe motivated ama uwe activated na praise ndio uweze kuconnect, you are too late. Wewe bado ni mdogo sana. Kuna sehemu huwezi kufika. What if siku hiyo mchungaji amekuja na hasira yake, haubiri neno la Mungu? Utashindwa kuconnect. What if siku hiyo praise hawako sawa? Utashindwa kuconnect. Unatakiwa unapoenda kwenye nyumba ya Mungu, unaenda kukutana na Mungu, sio kukutana na watu. Okay, what if kanisa zima hawapo, unatakiwa kusali peke yako? Hautakutana na Mungu. Swala kujiuliza. Abraham alihitaji praise team awe connected na Mungu kwenye madhabahu aliyojenga? Abraham alimtegemea mchungaji au kuhani akutane naye alafu ndo aseme hapa kuna Mungu? Abraham alijua hivi, kwa sababu kuna madhabahu, Mungu yupo. Unapoenda kanisa lolote ama unapoenda kwenye madhabahu yoyote, sio swala la wewe kuwa motivated ukutane na Mungu, ni swala la wewe kukutana na Mungu personally. Kwa sababu tu kuna madhabahu pale, amini kabisa Mungu ananisikia. Kwa sababu Mungu anaweza akawepo, lakini watu hawako tayari kumpokea. Ukiona mchungaji anahubiri, ni anakutengenezea tu njia wewe kukutana. Na ndio maana Yesu alikuwa anawaambia hivi, watu wanamfuata Yesu, kuna wengine wanaambia imani yako imekuponya. Yaani anataka kuambia kilichokuponya ni kwa sababu umefungua moyo, umeamini na mimi nipo, unapata uponyaji. Lakini kuna watu wengi sana Yesu alikuwepo, walishindwa kupata uponyaji wao, ni kwa sababu walikuwa wanasubiri kitu fulani, wanasubiri mazingira. Mazingira hayapo. Yaani unaamini kama kuna Yesu, be connected, unapokea. Na ndio maana mtu unaweza kaenda kanisani, mtu akakaa miaka 30 ana cancer spone, na mtu akaja leo na cancer akaiamini hiyo madhabahu akapona. Mtu anaweza kaenda kanisani anatafuta kazi miaka 10 asipate kazi, lakini mwingine akaja anatafuta kazi ndani ya siku 3 siku 4 amepata. Ni watu wawili tofauti, lakini katika madhabahu ile moja. Ni kwa sababu mmoja anasubiri awe motivated, asikie mtumishi ameongea kitu fulani kimsisimue, asikie amegusa maisha fulani hivi ndo asisimuke, aseme hapa kuna Mungu. You are utachelewa sana. You are too late. Connect. Unaposikia tu kuna uwepo wa Mungu hapo ndani yako, connect. Unapoconnect kuna vitu vinatokea. Kwa sababu uwepo wa Mungu unamtafuta mtu mwenye kiu, anasema na mwenye kiu aje anywe. Kwa hiyo uwepo wa Mungu unamtafuta mtu mwenye kiu. Sio mtu anayetakiwa kutengenezewa kiu.
Sasa wengi sisi makanisani tunataka tutengenezewe kiu. Tuseme nimesikia imepenya kwenye mifupa, imepenya kwenye moyo. Haipo hivyo. Utachelewa sana. Mungu akawacha miaka 7, hawa watu wakaenda kwenye madhabahu zingine. Sikiza nikwambie, madhabahu yoyote kisha kuchukua, inachukua nguvu zako, inachukua fedha zako, inachukua akili yako. Kitu cha kwanza, hawa watu walikuwa wanafanya sana kazi, lakini kila wanapofanya, ngoma ilikuwa inachukuliwa inapelekwa kwenye madhabahu nyingine. Inapelekwaje kwenye madhabahu nyingine? Biblia inasema hivi, walipokuwa wakilima wakificha, wa Amaleki wakija, wanakuja kipindi cha mavuno. Nini kinachoambiwa sasa hivi? Hawa jamaa wamelima, spirit ya ile madhabahu inawapa taarifa, hawa watu sasa hivi wanalima, hawa watu wamevuna sasa hivi. Wanakuja na kuchukua vitu vyote, wanavipeleka kwa Mungu wao. Madhabahu yoyote, kitu cha kwanza, inalinda watu wake. Kitu cha pili, inawapigania watu wake na inawapa furaha watu wake. Inawalinda, inawapigania, inawapa furaha. Ukitaka kupigana na Pastor Godfrey, nataka nikwambie, sio mimi, utapigana na malaika wanaonilinda. Kwa sababu ninalindwa mimi, lakini napewa furaha mimi. Furaha ni ipi? Furaha ni unachokiomba unapewa. Kwenye ndoa watu wananielewa. Hakuna kitu wa mama wanapenda kama waume zao wanapoomba chochote, hata mwingine hawajawaomba. Wanawapa tu furaha ya mama iko hapo. Furaha na haki iko hapo. Ametoka tu surprise tiketi ya kwenda Dubai, anasikia raha. Ametoka tu umemnunulia gari, hilo hapo. Ametoka tu umempa hiki. Yani wanapenda hivyo vitu vinavyotokea bila kupenda. Moyo wao unafurahi. Ndivyo walivyoumbiwa. Sasa kwenye madhabahu pia Mungu tupaga furaha. Miungu anapaga furaha watu wake. Na hiyo furaha kuna baraka wanawapaga. Kuna mali wanawapa. Sasa hizi mali, ngoja nirudie tena. Hapa niko very serious. Hizi mali ziko hapa duniani. Hii miungu inachokifanya, wanaenda wanachukua kwa mtu ambaye Mungu wake ni wiki, wanamnyang'anya. Wanawaleteaga kwa watu ambao wanasujudu kwao. So usipomtolea Mungu sadaka hapa katika hii madhabahu, hiyo hela inachukuliwaga kwa njia zingine kwenda kwenye madhabahu nyingine. Ngoja nikwambie, unapenda sana kuvaa. Unajua kwamba kuna watu wa dini fulani au wa imani fulani wana Mungu wao wanamwabudu ili wewe ukanunue nguo. Kwa kadri unavyoenda kununua nguo, umeacha kumtolea Mungu 100,000, umemtolea Mungu shilingi 5,000, umechukua 95,000, umeenda kununua nguo, unawanufaisha watu ambao wanaabudu katika hiyo madhabahu. Wanachukua kiwango kile chote na wao wanaenda kwa Mungu, wanasema Mungu wetu asante. Mungu wao wanaposema asante, wanampa sehemu, Mungu wao anafurahi kutoa. Kwa sababu issue sio kutoa kiwango, issue toa sawa sana Mungu anavyokubariki. Kuna mtu shilingi 5,000 ni nyingi sana kwake. Yaani kuna mtu mshahara wake ni 50,000 lakini anatoa 5,000. Na kuna mtu mshahara wake ni milioni 10 lakini anatoa 20,000. Ukilinganisha kwa kiwango, aliyetoa 5,000 ni ndogo kuliko atoa 20,000. Lakini ukija kwenye kubarikiwa, huyu aliyetoa 20,000 amemdhulumu Mungu. Na ndio maana Yesu anawaambia mama huyu alitoa senti 2 ametoa zaidi kuliko hao wengine. Alichotoa ni chote alichokuwa nacho, aliamua kumpa Mungu. Kama alikuwa na senti 5, ametoa senti 2, amebaki na senti 3 tu. Lakini kuna mtu ana bilioni afu akatoa 100,000. Hajatoa. Alafu bilioni yote ile anaenda kununua gari. Unapoenda kununua gari, huyo mtu ana Mungu wake. Alikuwa anamuomba sana Mungu wake, nipe furaha, nipe furaha. Unapoenda kununua gari la bilioni 2 na huku Mungu wako ulimpa shilingi 100,000, umemnufaisha Mungu wa kule. Mungu wa kule amewapa furaha watu wake. Wanapofurahi wale wanachukua sehemu ya kile ambacho wamebarikiwa, wanampa kwa uhalisia Mungu wao. Mungu wao anapofurahi anasema wow, hao wanazidi kunisujudia, wanazidi kunipenda. Anachokifanya, anaenda yeye kutafuta nani ambaye ana Mungu wake wiki, ampe ushawishi wa kuja kununua tena magari au nguo kwenye hilo duka. Ninaongea kitu ambacho kinaweza kaa kinagusa interest za watu. Ukianza kuona unapenda sana kununua viatu, angalia sije kaa ni madhabahu. Kwa sababu gani? Angalia kiwango cha kununua viatu na kiwango cha kumtolea Mungu. Yawezekana kwa mfano hiki kiatu kimetokea Uturuki, nicho kivaa, au ile shati au suruali inawezekana imetokea India hiki kitambaa. Alafu fundi Juma hapa Dodoma kanitengenezea, nimevaa. Lakini kiuhalisia hiki kitambaa kuna sehemu kimetoka.
Wahindi wana miungu yao. What if Mungu wa India mtu wake alikuwa anaomba Mungu niwezeshe, afu Mungu amwezeshe vipi? Akaleta wateja wakanunua kitambaa. Wakati mimi nimeenda kununua hiki kitambaa, inawezekana nimenunua shilingi 10,000, natolea mfano. Ni sawa kabisa. Lakini katika wingi alionibarikia Mungu, nimempa Mungu yupi sehemu? Nimefanya kwenye ufalme upi? Sasa kuwa makini, kiwango kikubwa unachokitoa sio dhambi, lakini sije ikawa unamnufaisha mtu wa madhabahu nyingine bila kujua. Angalia Abraham akasema alipotoka vitani kumwokoa Lutu, alipopata vitu vyote akatoa sehemu ya 10 ya vyote akampa Mungu kupitia Melkizedeki. Alafu vingine akasema nitarudishia wafalme wa Ghana. Cha kwanza Mungu alimpa sehemu, Mungu wake alitoa sawa sawa na alichobarikiwa, sehemu aliyobarikiwa. Na Biblia inatufundisha kitu cha kwanza kupractice, anza at least. Mimi nasemaga usitoe, ushauri wangu usitoe, ingawa kila mtu ana Mungu wake anavyoongea naye, lakini usirudi chini ya 10, sababu wazee wetu wa imani walianzia hapo. Wewe unataka kwenda chini hapo? Ningekuwa ni mimi na wewe, ningekuwa najicommit kwenye hizo madhabahu 50%, 60%, 70%, 90%. Mpe Mungu afu uone kama utafilisika. Hivi ndivyo ambavyo utajua wapi moyo wako ulipo. Na adui akijua hivi, atakuwekea chuki ya kumtolea Mungu wako unayemsema, atakufungulia milango ya kununua vitu. Ukinunua vitu unajiona moyo wako unafurahi, bila kujua yule aliyekuuzia ana madhabahu. Wakati unampa ilikuwa ni fedha, anapoipokea sio fedha. Anapoipokea anaibadilisha kuwa sadaka kwa Mungu wake. Mungu wake anapoona amesujudiwa kwa kuletewa sadaka, anafurahi. Akifurahi naye anampa furaha. Anachompa furaha nini? Anawatafuta watu ambao hawajakuwa committed kwenye Mungu wao, kwenye madhabahu zao. Anawapa sababu ya kuto kumtolea Mungu wao, anawasababisha waje kutoa huku kwa kununua vitu, kununua bidhaa. Be careful. Nazungumzia vita ya kimadhabahu inavyofanya kazi kwa siri sana. Huwezi kujua kama ni madhabahu. Wengine ni magonjwa. Kila ukipata hela zinapokuwa zimefika kwa mama anaumwa, baba anaumwa, shangazi anaumwa, mjomba anaumwa, watoto wanaumwa. Yaani kila unapopata hela, na matibabu yanaweza kafika muda ambao insurance yako haiwezi kukava. Na kwa sababu insurance yako haiwezi kukava, inatakiwa utoe hela sehemu nyingine. Unapotoa hela sehemu nyingine ni sawa, lakini jaribu kubadilisha hii strategy. Nimezungumzia hii ni vita ya madhabahu. Badilisha namna unavyomtolea Mungu, afu mwambie Mungu, linda afya ya watoto wangu, linda afya ya mama yangu, linda afya ya ndugu zangu. Uone Mungu atakavyotembea na wewe kwa ukubwa. Adui ni mjanja sana. Biblia inaniambia Yakobo alipokuwa anaenda kwa Laban, mjomba wake, alipofika sehemu inaitwa Luzu, akalala akamwona Mungu anashuka. Alipojua hapo kuna Mungu, alikuwa na mafuta pekee. Aliachukua ile mafuta akamimina yote akamtolea Mungu. Akaweka maneno, akaweka nadhiri. Baadaye Mungu anasema, nimekumbuka nadhiri yako uliyoifanya. Ulisema nikikubariki utanipa sehemu ya 10. Sasa angalia. Wakati Yakobo anaingia kwa Labani, tayari kuna madhabahu anaisujudia. Na alitoa vyote alivyokuwa navyo. Kimoja wapo alichokuwa nacho ni mafuta very expensive kwake. Aliamua atoe, kama atapauka acha apauke, lakini alimtolea Mungu. Ndio kitu alichokuwa nacho cha thamani, alitoa. Angalia Mungu alivyorudisha. Wakati Mungu anambariki Yakobo hakupata mali nje ya Labani. Narudia tena. Yakobo hakupata mali nje ya Labani. Ndio maana nilikwambia hapo mwanzoni, vita ya madhabahu ni kuchukuliana hizi baraka. Mungu alipotaka kumbariki Yakobo, alimwangalia Laban, kwa sababu Laban hayuko committed kwenye madhabahu za kwao, ama Mungu wake yuko weak. Mungu wa Yakobo akachukua mali za Laban, akachukua mifugo ya Laban, akampa Yakobo. Alichukua pale pale, akaanza kumnufaisha mtoto wake. Waliokuwa wanazaliwa kiuhalisia wote wale, sio kwamba Yakobo amekuja nao. Yakobo hakuja na ng'ombe wala mbuzi. Yakobo alipata vyote kwa Laban. Maana yake nini? Laban anaanza kuwa weak, alafu Yakobo anaanza kuwa strong. Ni kwa sababu Yakobo amejiwekea yuko connected na madhabahu ya kweli ya Mungu. Alimtolea Mungu sadaka
na bado akamwambia Mungu ukinibariki. Alitoa sadaka in advance, akamwambia Mungu utakaponibariki, vyote utakavyonipa nitatoa sehemu ya 10 nitakurudishia tena wewe. Hakuna Mungu kitu kinachompa nguvu kama iko. Na sio Mungu, hakuna madhabahu yoyote inayoweza kumpigania mtu wake kama hakuna commitment ya sadaka. Hakuna madhabahu yoyote. Na ndio maana mimi nakujaga watu kwangu, tunaomba afu namwambia okay sawa, wapi umekuwa connected? Madhabahu gani? Na namwambia sio lazima kwangu, madhabahu yote naambia unatoa sadaka sawa sawa na Mungu anavyokubariki. Tusio tunapiga makelele hapa kukuombea, lakini wewe moyo wako haupo. Moyo wako umekuwa connected na madhabahu za kwenu huko Rombo, za Moshi huko, za Musoma huko, ndipo unapotoa masadaka, alafu hapa unataka vitu vitokee. Havitatokea, vikitokea wanachukua tena. Na ndio maana wengi wakipata vinachukuliwa. Ni kwa sababu gani? You are not connected to that altar. Madhabahu yote ambayo hauna mahusiano nayo, kwenye mahusiano ya kimungu, mahusiano ya kisadaka, ni rahisi madhabahu zingine kuja na kuchukua. Ni rahisi wakakutengenezea mianya ya kupoteza usitoe kwa huyu Mungu. Na ndio maana watu wote wanalalamika kuhusiana na sadaka, ukiwaangalia wana matatizo. Hawatoi sana. Wana magonjwa, wana shida, wana mikosi. Ni kwa sababu gani? Hawajajua siri. Kuna vita katika madhabahu zinazoendelea. Hakikisha. Biblia inasema walikuwa wakilima kwenye Waamuzi 6. Wakilima kwa sababu wako kwenye madhabahu nyingine. Miungu hiyo madhabahu wanajua sio watu wetu. Wanaenda wanawachukulia yote. Wakichukua vyote wanaondoka. Wanalima tena kwa nguvu kwa sababu hawapo chini ya madhabahu ya Mungu ambaye ndio Mungu wao. Mungu mwingine anakuja. Yaani hawa jamaa Midian walikuwa na chakula na mifugo na kila kitu, lakini sio vya kwao. Walikuwa wanasubiria Israeli. Israeli wanapopata wanakuja wanachukua. The same wewe. Altar gani inafanya kazi ndani yako? Leo naishia hapa, wiki ijayo naendelea na part 2. Altar gani inafanya kazi ndani yako? Isije ikawa nguo ni altar. Isije ikawa viatu ni altar. Kazi ni altar, ni madhabahu. Isije ikawa pombe ni madhabahu. Isije ikawa safari ni madhabahu. Isije ikawa wizi ni madhabahu. Chochote ambacho moyo wako upo ni madhabahu kwako. Na kwa sababu hiyo kuna namna baraka kila zinapokuja kwako zinachukuliwa. Wengine ni mlango wa uzinzi tu. Kila wanapopata hela, wanawake wazuri ndipo wanapokuja kwenye maisha yao. Hamu ya mapenzi ndipo inapoongezeka kwao. Madhabahu hiyo. Nataka nikwambie, ukisikia hamu ya kufanya uzinzi na unataka ukaonge 500,000, chukua hiyo 500,000 nenda kampe Mungu wako madhabahuni. Hiyo kiu inakata. Hii ni vita ya madhabahu kwa madhabahu. Father, in the mighty name of Jesus. Father, in the mighty name of Jesus. Father, in the mighty name of Jesus. Ananisikia huyu ambaye leo hii ametega sikio lake. Wako ambao madhabahu zimejengeka ndani yao. Wako ambao magonjwa ni madhabahu. Wako ambao poverty, umasikini ni madhabahu. Wako ambao addiction ni madhabahu. Wako ambao adui ametumia milango kwa ajili ya kuwadhoofisha. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Ninaachilia moto juu ya hizo madhabahu. Ninaachilia moto juu ya hizo madhabahu. Popote ambapo madhabahu zinawaka. Popote ambapo madhabahu zimewashikilia. Kwa njia ya sadaka, kwa njia ya maneno, kwa damu ya Yesu Kristo, ninawatenganisha na hizi madhabahu. Ninawatenganisha na hizi madhabahu. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Zikawaachie popote ambapo sadaka zinapiga kelele. Sadaka za fedha, sadaka za damu, sadaka za wanyama. Kwa damu ya Yesu Kristo, ninavunja huo uhusiano wao sasa hivi. Ninavunja huo uhusiano wao sasa hivi. Usipate nafasi, usiweze kusimama. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Baba, asante kwa sababu madhabahu zinawaachia.
Madhabahu ninaachia. Fuatisha maneno, sema kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu kama sadaka, popote waliponishikilia, popote waliponiweka, ninaachilia damu ya Yesu. Hawana nafasi, hawana mamlaka ya kunishikilia. Damu ya Yesu ikanikomboe. Damu ya Yesu kama sadaka takatifu ikalipe sadaka zote zilizosimama juu yangu, juu ya maisha yangu. Kila sehemu kwenye madhabahu ninaachilia damu ya Yesu. Kila sehemu kwenye madhabahu ninaachilia damu ya Yesu. Madhabahu ya magonjwa ninaachilia damu ya Yesu. Madhabahu ya umaskini ninaachilia damu ya Yesu. Madhabahu ya wizi, addiction, ninaachilia damu ya Yesu. Popote ambapo ni padhaifu ninaachilia damu ya Yesu. Hiyo madhabahu ikaniachie sasa. Hiyo madhabahu ikaniachie sasa. Kwa damu ya Yesu Kristo ninatoka chini ya himaya yenu. Mnaniachia kwenye hiyo himaya yenu. Kwa damu ya Yesu Kristo. Amen. Baba, kwa mamlaka ya jina la Yesu, yeyote ambaye Mungu ameomba kwa sala hii na amesikia, moto wa Roho Mtakatifu ukawafuate. Nguvu yoyote nyuma yao inayotaka kuwaondoa kwenye madhabahu ya Mungu aliye sahihi, ninaikemea hiyo afya iliyodhoofika. Ninakemea hayo magonjwa yanayodhoofisha mwili wake. Ninakemea hiyo tabia inayodhoofisha ukuaji wake wa kiroho kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Ukamwachie. Ukamwachie. Kuanzia sasa awe mzima. Nguvu za giza zimwachie hapo alipo, anyanyuke. Nguvu za giza zimwachie hapo alipo, anyanyuke, akawe mzima. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, ninatangaza uponyaji ndani yake. Ninatangaza hatua mpya ndani yake. Anaitafuta kazi, ninatangaza kazi kapatikane. Anaitafuta ndoa, ndoa ikapatikane. Anaitafuta amani, amani kapatikane. In the mighty name of Jesus Christ I pray. Amen. Amen. Mungu akubariki kwa kuweza kushiriki ibada hii. Tukutane tena Jumamosi ijayo. Hakikisha una subscribe, unakaribisha na wengine. Naendelea tena na vita ya madhabahu sehemu ya pili. Leo tumeanza sehemu ya kwanza, namna ambavyo sadaka zinaweza zikashikilia watu. Tutaendelea tena na tena na tena. Utaona hii vita vile ambavyo inakuwa. Hakikisha unatoa sadaka yako kwenye namba ambazo zinapita hapo, na pia share testimony yako, nini Mungu amefanya kwenye maisha yako yote. Mungu awabariki. Tuwe na wakati mwema.